Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Nana Dolls. Bwana, huyu Nana Dolls bwana amezidi kuzungumza mambo mengine mengi sana kuhusiana na kile ambacho kilichozungumzwa jana. Maana alianza jana hili sekeseke akiwa anaelezea kuhusiana na yeye na mafanikio yeye na mafanikio ambayo yeye ameyapata. Yani unajua kwamba huyu bidada bwana ameingia kwenye industry ya Bongo Movie hivi karibuni tu, lakini bwana mafanikio ambayo yuko nayo ni tofauti hata na wale wadada wengine ambao wapo katika industry hiyo hiyo ya Bongo Movie kwa miaka mingi. Kwa hiyo sasa kutokana na mafanikio hayo bwana, ni kwamba hawa wadada wengine au watu wengine wameanza kumsema huyu bidada kwamba yeye imekuwaje amepata mafanikio hayo ghafla, maana huyu binti yuko na gorofa kajenga. Lakini pia vile ukiachana na gorofa bwana, ni kwamba huyu binti bwana yuko na Range Rover ambayo ameinunua hivi karibuni. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa Nana Dolls. Sasa kutokana na mafanikio hayo bwana, watu wengi sana wamekuwa wakisema kwamba bidada bwana anadanga na vitu vingine kama hivyo. Sasa hizo issue yeye mwenyewe pia zimemkwaza, zimemkera na ameamua kuziaddress. Yani ameamua kuzizungumzia kwa namna moja au nyingine, kuweka mambo sawa. Na kuna hii video ambayo aliruka live jana nikakusikilizisha, kama labda ilikupita nataka usikilize tena and then nikusikilizisha alichoendelea kukizungumza. Maana sio tu kwamba labda amezungumza hapo akaishia hapo, hapana, akaendelea kutoboa siri nyingine kuhusiana na maisha yake, kwamba kumbe anapewa takriban milioni 30 hivi au 20 na kuendelea kwa ajili tu ya kwenda kufanya shopping Dubai. Na hizo bwana anapewa na mpenzi wake, na hayo mahusiano ya yeye na mpenzi wake huyu ambaye anampa milioni 20 za kwenda kufanya shopping Dubai na gari juu kamnunulia ile Range Rover, ni kwamba ni mahusiano ambayo hata mwezi hayana. So hebu msikilize kwanza alichoanza kuzungumza jana and then nikusikilizisha alichozungumza leo baada ya kufika huko Dubai. Natumia kei yangu kudangia. Nimejijengea nyumba yangu. Nimetumia kei yangu. Nimenunuliwa gari. Unaumia nini wewe? Asa wewe unaumia nini? Yaani kuna muda nakaaga tu mtu anakukomentia afu unataka kumuulizia sasa. Sasa wewe nidange mimi. Kei inatumika ya kwangu mimi. Wewe unaumia nini? Basi sio kuumia. Unakasirika nini? Au umechukia nini? Kwa sababu kuna watu na wakomentia tunauliza, "Asa umekasirika nini?" Kwa sababu nakaa najiuliza na changanua ile comment. Kwenda huko umetumia kei kudanga. Namuuliza, haya nimetumia kei yangu kudanga. Asa umekasirika nini? Mimi nimekuja hapa mimi kukwambia kwamba sidangi, sijatumia kei yangu kudanga. Wewe unakuja kunikomalia, umedanga. Haya nimedanga. Unaumia nini? Unakasirika nini? Mwenzako kadanga huko umjui, kei yake ametumia kei yake. Sasa haya, wewe unakasirika nini? Wewe unaumia nini? Wewe unachukia nini? Ni kei yako. Mimi yule malai anakuambia sawa, ni kei yako. Sio yako. Acheni ndugu zetu wa karibu, wazazi wetu, waumie kutokana na tabia zetu. Nyinyi mnaotuonea mitandaoni hamtujui. Nawaambia tena, mnatuona mitandaoni hamtujui. Tuacheni tuishi maisha yetu. Mazuri tunayoyafanya yachukueni, mabaya msioyapenda tuachieni sisi wenyewe. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza mwanadada Nana Dolls kuhusiana na hiyo situation au vipi bwana. Lakini ukiachana na hilo ni kwamba kuna vitu vingine ambavyo vimeendelea kutokea, maana binti bwana kuishia hapo akazungumza mengine tena mengi zaidi.
Hebu nataka hapa umsikilize kidogo. Wewe unajua ukweli, niambie. Mimi nakwambia nimeenda na mahusiano ya mwezi. Boyfriend kanipa gari jipya na jina langu sasa. So kama nimepewa gari na ni gari yangu. Wiki inayofuata unataka nini? Mimi nimechoka sana na stress, nataka niende Dubai. Nenda Dubai. Katiwa tiketi Hai. Wewe unataka niseme nini? Hela ya kujileta Dubai sina. Hela zangu mimi zina kazi nyingine kabisa. Mimi msinitibue kichwa changu kwanza. Nimekuja vacation kupumzika. Mtio mnapenda kunipandisha kisukari. Na hapa kodi zinasema mimi tangu nimefika nimepewa hela nikafanya shopping hizi hapa. Nimepewa hela. Nenda ukafanye shopping. Mama mtu, wanaita siku hizi mama mtu. Mama mtu nenda kafanye shopping. Sasa dada yenu, kwa mnavyonijua, kwa ubaili wangu, hiyo hela hapo si karibia milioni 20 nikafanye shopping. Shopping hapo nikanunue pochi, sijui nini. Nikaitumia ile milioni 20 yote. Lakini sio kama pochi sina. Kweli sina. Inabidi nikanunue pochi 1, 2, 3. Lakini siwezi kwenda kununua hiyo hela pochi. Siwezi kwenda kununua nguo. Sijaenda shopping. Mnavyoniona hapa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa mujibu wa Nana Dolls. Ameamua kufunguka mengine tena mazito zaidi. Basi kwa wale ambao wanaojisikia vibaya, basi lazima waelewe kwamba hivyo ndivyo lifestyle yake ilivyo. Na yuko na boyfriend wake anadai kwamba ndiye anayefinance hiyo lifestyle ambayo yeye yuko nayo. Kwa hiyo kwa wale wanaosema kwamba yeye anadanga, basi wajue hivyo ambavyo yeye alivyosema, kama alivyojiexplain. It is what it is. Na wadau hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao, of course. Wamekuja hapa wameweka maoni yao, wamezungumza, kila mtu amezungumza la kwake, lakini tatizo ni kwamba nashindwa kusoma baadhi ya comment kutokana na kwamba nyingi sana ni zinaonyesha wazi kabisa kwamba haziko na maadili au bwana. Kwa hiyo tunashindwa kuzisoma. Ukiwa kama mdau, wewe hebu tuwekee na pia comment zako hapo chini zenye maadili, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.